Kwa majina ni Pastor Irene Maria. Nimeokoka na mpenda Kristo. Hii kazi ya Mungu naifanya nikiwa chini ya mpako mafuta wa Mungu Baba yetu, Bishop Apostle James Maina. Amekuwa wa baraka kwa maisha yangu na amekuwa wa baraka kwa hii ministry Easter Church. Bwana Yesu apewe sifa. Namshukuru Mungu. Leo ni siku ya Friday. Tuko katika mkesha wa Friday, na mambo ambayo nimewafundisha wiki yote ni kwa kuwa kulikuwa na watu watatu, na si hao peke yao, kulikuwa na wengi. Hao walikuwa miongoni ya watu ambao Mungu alipendezwa nao, ambaye alikuwa ni Musa, Haruni na Samueli. Biblia inasema kulikuwa na watu watatu ambao walikuwa ni Musa, Aaron na Samueli, na Biblia inasema hao watu watatu walikuwa wakimuita Mungu anaitika. Na hao watu watatu walikuwa wakimuita Mungu. Kitu ya kwanza, wakimuita Mungu, Mungu anawaitikia. Pia kitu ya pili, Mungu alikuwa anasema na hao watu. Mungu alikuwa na uwezo wa kusema na hao watu watatu ambao ni Musa, Aaron na Samuel. Kitu ya nne, hiyo ni kitu ya pili. Ya tatu, alikuwa akona uwezo wa kujibu. Mungu alikuwa akona uwezo wa kujibu. Ya nne, Mungu alikuwa na uwezo wa kukaa kwao. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu alikuwa na uwezo wa kukaa ndani ya Musa, Aroni na Samueli. Mudharimi njoo hapa. Wamboi njoo hapa. Kanana njoo hapa. Destiny njoo hapa. Kanana njoo hapa. Destiny. Wamboi. Huyu ni Musa. Unaitwa nani? Huyu ni Aaron. Yule ni mzee Samuel. Lile wako wapi li? Yule ni mzee Samueli. So Biblia inasema hao watu watatu walikuwa Mungu anawapenda sana. Sijui kwa nini Mungu alipendezwa na hao watu watatu. Paul ni nani? Yule nani? Huyo ni nani baba? Aaron. Anko yangu? Samuel. Kulikuwa na watu watatu, huyo akiwa Musa, huyo akiwa Aaron, yule akiwa mzee Samuel. Biblia inasema hao watu watatu walikuwa na Mungu, na walikuwa wakiongea na Mungu. Mungu anawaitikia. Mungu tufanye hiki? Fanyeni. Mungu twende huku? Nendeni. So walikuwa wakiongea na Mungu. Mungu ako na uwezo wa kuwaitikia. Kitu ya pili, kando na wao kuongea na Mungu, yeye Mungu alikuwa anasema na wao. Wanaweza pewe sifa. So kuna kuongea na mtu anakuitikia, na huyo mtu ana uwezo wa kuongea na wewe. So walikuwa wakiongea na Mungu anawaitikia, na mara nyingine Mungu anasema nao. Wanaweza pewe sifa. Kuna kuitikia, kuna kusema, kujibu. Kitu ya tatu ni kujibu. Kitu ya kwanza
Ya kwanza ni kuitikia, ya pili ni kusema nao, ya tatu kujibu, na ya nne kuishi kwao. Wanaweza pewe sifa. Hizi majina utakaposielewa vizuri, utakuwa mahali nyingine mbali. Kuna kuitikia, ukiongea na mtu anakuitikia. Kuna huyo mtu kusema na wewe. Kuna huyo mtu kukujibu. Kuna huyo mtu kukaa ndani yako. Biblia inasema kwa nini Mungu aliwaitikia, akawajibu, akasema nao na akakaa ndani yao? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini Mungu aitikie Samueli, Aroni na Musa? Kwa nini Mungu aseme nao? Kwa nini Mungu awajibu chochote watakachomuulizia? Na kwa nini Mungu aishi kwao? Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anaweza kuhama mbinguni na akuje aishi kwa mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Sharon, utafanyaje ndio Mungu ahame mbinguni akuje aishi kwako? Bwana Yesu apewe sifa. Pastor Paul, utafanya nini ndio muhamishe Mungu mbinguni? Bwana Yesu apewe sifa. Ndio muhamishe Mungu mbinguni, umlete kwako aishi kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Tutafanya nini pastor ndio tuhamishe Mungu mbinguni, Mungu ahame mbinguni akuje kwetu aishi ndani yetu? Na watu walifanya nini ndio Mungu akakubali kuwajibu maswali yao? Ndio Mungu akakubali kuwaitikia chochote kile wanataka? Ndio Mungu akubali kusema nao. Musa, toka hapo nikute mlimani. Bwana Yesu apewe sifa. Utafanya nini ndio Mungu akubali kusema na wewe? Kwa sababu Mungu anatafuta mtu ambaye atasema na yeye. Mungu anatafuta mtu ambaye atamtuma, nenda ukahubiria watu wanani. Kama huyo Jona alitumwa wapi? Nineve. Mungu anatafuta mtu ambaye atasema na yeye, ondoka hapo nenda Nineve. Wanaweza pewa sifa. Lakini kwa dunia ya leo tumeshindwa kufanya zile vitu hawa watu walikuwa wanafanya. Mungu anakubali kuongea na wao. Tumeshindwa kuelewa vile Mungu anataka ndio aitikie kile tunasema, ndio atujibu maswali yetu, ndio yeye aseme na sisi, na ndio akubali kuishi kwetu. Tumeshindwa kuelewa hiyo kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Kile naomba jioni ya leo ni tuelewe kwa nini Mungu alikubali kuitikia watu. Kwa nini Mungu alikubali kujibu maswali yao? Kwa nini Mungu aliitikia kunena nao? Na kwa nini Mungu aliitikia kuishi kwao? Bwana Yesu apewe sifa. Kuna kukuitikia hapo. Naomba mtumishi nikusalimie. Nisalimie. Mungu, wewe umeniuliza nimekujibu. So huyu ni Mungu, wewe ni mwanadamu. Hao watu waliuliza Mungu tufanye hiki, Mungu akawaambia fanye, kawaitikia. Bwana Yesu apewe sifa. Kitu ya pili, waliuliza majibu. Yaani waliuliza Mungu swali na Mungu bado akajibu swali lao. Kuna mambo magumu sana walikumbana nayo kwa maisha yao. Wakauliza Mungu, tutafanya nini hapa? Kama Musa, huyu Musa mnamuona hapa, alikumbana na mambo magumu sana. Wakati alitoka pale Misri, akaenda mahali kunaitwa maji kwa mto wa Shamu. Akaenda akakuta hakuna njia. Akauliza Mungu, tutafanya nini? Umetutoa kule, hao maadui wako nyuma wanatuandama, sasa na hapa ni mto, nifanye nini? Mungu akamwambia Musa, umeshika nini kwa mkono wako? Bwana Yesu apewe sifa. Sisi tunapitianga mambo magumu sana mtumishi. Lakini tunapouliza Mungu swali,
Mungu nataka hiki. Si Mungu hata sina ka plot ya kuishi. Mungu hata sina ka ng'ombe ya kukamua maziwa. Kila kitu tukiuliza Mungu ananyamaza. Sababu ni nini? Kwa nini Musa tu alisema Mungu, nimefika hapa, nimeleta watu wako Misri. Na sasa nimefika hapa kwa mto wa Shamu na hakuna njia. Na hiyo Mungu akamuuliza Musa, nini unashika? Angalia kwa mkono wako. Kamwambia Mungu ni fimbo. Akamwambia basi piga maji. Wanaweza apewe sifa. Akamwambia piga. Sauli, huyu mzee unamwona pale Samueli. Mungu alipomchagua Sauli, akamwambia Samueli, nimepata mtu ambaye anapendeza roho yangu Samueli. Nenda ukamwagie mafuta. Samueli akamwambia Mungu, kumbuka Sauli ni mtu ambaye ni mkali. Ni mtu ambaye ako na uwezo hata wa kuniua mimi Samueli. Hata kama mimi ni mtumishi wako, nikienda akiona nimemwagia Daudi mafuta, ana uwezo wa kuniua. Mungu akamwambia naye Samueli namna gani? Si uchukue kondoo ndama, uende pale ukifanya unafanya mambo yako. Kwa nini sisi tukiuliza Mungu swali atujibu? Kwa nini sisi tukiwa katika shida Mungu atatui shida zetu? Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ndio tunataka kuelewa usiku wa leo. Friday ya leo tarehe ngapi? Tarehe 15. Ndio tunataka kuelewa ni kwa nini Mungu sisi tukimuita hataki kuitika. Ni kwa nini sisi tukiuliza Mungu swali hataki kutujibu. Ni kwa nini sisi Mungu aongei na sisi. Na ni kwa nini Mungu akai ndani yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima tuelewe, tujue ni kwa nini hizi vitu zote Mungu hataki kufanya. Hataki kutuitikia. Tukiuliza swali hataki kujibu. Hataki kukaa ndani yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Tusome kitabu ya Zaburi. Tusome kitabu ya Zaburi, I think itatupatia jibu. Kitabu ya Zaburi ambayo ni Zaburi 99. Kitabu ya Zaburi 99 mstari wa 6 hadi mstari wa 8. Tusikie kwa nini Mungu yeye tukimuuliza maswali atujibu, na tukimuita atuitikii. Tukiuliza maswali atujibu. Na pia asemi na sisi. Kuna kusema, kuna kuitikia, kuna kusema, kuna kujibu na kuna kuishi. Bwana Yesu apewe sifa. Kitabu ya Zaburi 99 mstari wa 6 mpaka wa 8. Zaburi 99. Najua na uhakika tukiondoka hapa tutaenda kufanya zile vitu ambazo zilifanya wazee. Mungu akawakubali, akawaitikia, akawajibu, akanena nao ama akasema nao, na ya mwisho akaishi ndani yao. Kitabu ya Zaburi. Naomba mketi na Mungu wa amani atawabariki. Zaburi 99. Kitabu ya Zaburi 99. Inao mkono wako sema Mungu nibadilishie maisha yangu. Sema Mungu nibadilishie kunena kwangu. Sema Mungu nibadilishie kutembea kwangu. Nibadilishie kuishi kwangu. Nibadilishie maisha yangu Mungu. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu atakubadilishia katika jina la Yesu Kristo. Na uhakika Mungu atakubadilishia katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema mwenye ana hekima hamuombe Mungu ampe hekima. Na katika kitabu ya Zaburi 1 Biblia inasema
inatueleza hivi katika kitabu ya Zaburi 1. Biblia inatuelezea kuwa kitabu ya Zaburi 1, Biblia inatuelezea kuwa kumtafuta Mungu ndio mwanzo wa hekima. Kumtafuta Mungu ndio mwanzo wa hekima. Na bila tumekuja hapa ni kwa ajili ya kutafuta Mungu, basi ndio mwanzo wa hekima yetu. Ama hapa ndo tutamjua Mungu zaidi, na hapa ndo tutampenda Mungu wetu zaidi. Tusomee mtumishi Zaburi 99:6-8. Kitabu ya Zaburi 99 mstari wa 6 mpaka wa 8. Zaburi 99 mstari wa 6 inasema hivi: Musa na Haroni miongoni mwa makuhani wake na Samueli miongoni mwao waliiti au jina lake, walipomwita Bwana aliwaitikia. Katika nguzo ya wingu alikuwa akisema nao, walishika shuhuda zake na amri waliowapa. Ee Bwana Mungu wetu, ndiye aliyewajibu. Alikuwa kwao Mungu mwenye kusamea, ingawa uliwapatiliza matendo yao. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema Musa na Haruni miongoni mwa makuhani wake na Samueli miongoni mwao waliitiao jina lake, walipomwita Bwana aliwaitikia. So hao wazee umeona hapa watatu ni miongoni ya wazee ambao walimuita Mungu na Mungu akawaitikia. Bwana Yesu apewe sifa. Na Biblia inasema hivi, namba 7, katika nguzo ya wingu alikuwa akisema nao. So unasikia Mungu aliwaitikia na pia alikuwa akisema nao. Walishika shuhuda zake na amri alizowapa. So jibu kwa nini Mungu aliwaitikia, kwa nini Mungu aliwajibu, na kwa nini Mungu alinena nao, na kwa nini Mungu alikubali kuishi ndani yao, ni kwa sababu moja: walishika shuhuda za Mungu. Ya pili, walishika sheria za Mungu. Haleluya. Hao watu Mungu alipendezwa nao kwa sababu walishika shuhuda. Shuhuda ni nini? Nikajiuliza wakati nilisoma kitabu, nikajiuliza shuhuda ni nini? Lakini nikaangalia hivi kwa umakini, nikajua ushuhuda wangu ni nini. Maana tunaambiwa walishika shuhuda za Mungu. Na mimi nikajiuliza ushuhuda wangu ni nini? Nilijenga nyumba. So ile nyumba ni nani alijenga? Pastor Maria. Huo ni ushuhuda ya kuwa huyu ndiye alikuja akachukua jiwe akaweka juu ya jiwe ingine mpaka nyumba ikajaa. Wanaweza pewa sifa. So kuna mambo ambayo Mungu alifanya. Shuhuda za Mungu ni kama matendo ya Mungu. Walishika vizuri matendo ya Mungu. Ushuhuda wa Mungu wa mtu fulani ni matendo ambayo mtu fulani aliyafanya. Niambieni mtumishi wa Mungu. Ushuhuda wetu ni matendo ambayo tuliyafanya. So hawa watu ama wale wazee mmewaona hapa, wazee watatu walishika vizuri sana.
matendo ambayo Mungu aliyafanya. Vile Mungu alipasua maji, bahari, wakapata barabara ya kupita, wakashika hilo na wakajua si mwanadamu amefanya, lakini ni Mungu amefanya. Wanaweza pewa sifa. Kuna mambo mengi Mungu alifanya, nao wazee hawakudharau, walijua ni Mungu amefanya. Kwa nini Mungu atujibu? Kwa nini Mungu asikii maombi yetu? Kwa sababu kuna mambo makubwa Mungu anafanya kwetu, lakini hatushikanishi. Mungu anakuokoa. Ulikuwa ukufe leo, akakuokoa na hiyo gari, ikaenda ikaanguka ikamaliza watu, lakini bado useme kuna Mungu hapo. Yaani kuna vitu vingi Mungu ametufanyia, lakini tuseme ushuhuda wa Mungu. Bibi yako amejifungua vizuri na useme eti ni ushuhuda wa Mungu. Yaani useme ni kitu Mungu amefanya. Wanaweza pewa sifa. Mungu amekusaidia umejenga kanyumba na useme ni Mungu. Wanaweza pewa sifa. Lakini wale watu wakati walienda kupigana vita, Mungu akatuma mavu zikawapigania vita, walisema huyu ni Mungu, na wakashuhudia, wakasema huyu ni Mungu amefanya, huyu ni Mungu ametenda. Kuna wakati walipigana vita, lakini Mungu akaangusha mawe zikaua watu, ikakuwa ni ushuhuda mkubwa ambao Mungu amefanya, na wakaenda wakitangaza ni Mungu ametenda. Wanaweza pewa sifa. Ukitaka uulize Mungu swali akujibu, ukitaka Mungu aseme na wewe, ukitaka Mungu akuitikie kitu, na ukitaka Mungu aishi kwako, jifundishe kumuona Mungu. Kwa jambo lolote ona Mungu, sione shetani. Tumishi, hata ukigongo anajua sema amen. Ni kijana ya Mungu ameniita ama amenisalimia. Yaani usimuone shetani mahali popote. Ukiona kitu imefanyika usiseme ni shetani. Hiyo ni kwani mipango ya Mungu. Kuna mzee mwingine hakuwekwa hapo, alikuwa anaitwa Ayubu. Lakini Mungu amefanya vizuri, akasema hao ni wale nimemention. Lakini kuna wengine kando. Ayubu hakuona shetani katika mambo yake yote. Vitu vyote vilimfanyikia Ayubu, hakuona shetani. Wanaweza pewa sifa. Kwa kuona unaona shetani. Enda mtoto wako akigonjeka unasema, nakwambia hao waganga hao wachawi. Eti hawataki kuona nikiendelea. Eti hawataka tununue ng'ombe kwetu. Sasa umenunua ng'ombe amekufa. Ndio umeshika kulipa gharama ya huyo ng'ombe. Mungu akaja, akaingia ndani akatoa. Alafu kaanza kusema ni shetani amekuchukulia ng'ombe. Tusomee kitabu ya Zaburi 50, mtumishi wa Zaburi 50 mstari wa 5. Zaburi 50 mstari wa 5. Mungu ako na uwezo wa kuingia kwa zizi lako na kuchukua ng'ombe na anakula. Zaburi 50:5 inasema, "Mkusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa adhabu." Endelea mtumishi. "Na mbingu zitatangaza haki yangu, kwa maana Mungu ndiye aliye mkuu. Sikieni enyi watu wangu, nami nitanena, mimi nitashuhudia Israeli, mimi ndimi niliye Mungu wako." Endelea mtumishi. Sitakukemea kwa ajili ya dhabihu zako na kafara zako ziko mbele zangu daima. Sitatoa ng'ombe katika nyumba yako, wala beruberu katika mazizi yako. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anakuambia leta sadaka zako mbele yangu na mimi nitazipokea. Na hapo mimi sitatenda na wewe.
Na pia sitakuja kuchukua ng'ombe wako katika zizi lako. Na pia sitakuja kuchukua beberu. Beberu ni yule mbuzi wa kiume akona ndevu kama hii. Mungu anakuambia kupitia sadaka zako, mimi sitaingia kwa zizi lako. So ng'ombe, ukinunua ng'ombe akienda, unasema waganga na wachai wa eneo letu hawataki kuona mimi nikifuga. Semeni shetani ashindwe. Lakini umekosa kumtolea Mungu sadaka na dhabihu zako. Mungu akasema sasa huyu, kwa sababu hawezi niletea hata ile beberu nikakula, wacha nienda nikachukua mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu ako na uwezo wa kuingia kwako hapo na kuchukua na akala. Bwana Yesu apewe sifa. Tusomee namba 7 Paul. Nasema sikieni enyi watu wangu. Sikieni enyi watu wangu. Nami nitanena. Mimi nitakushuhudia Israeli. Mimi ndimi niliye Mungu wako. 8. Mstari wa 8 nasema sitakukemea kwa ajili ya dhabihu zako na kafara zako ziko mbele zangu daima. Mstari wa 9. Sitatoa ng'ombe katika nyumba yako wala beberu katika mazizi yako. Endelea. Mstari wa 10. Maana kila hayawani ni wangu na makundi juu ya mlima 1000. 11. Na wajua ndege wote wa mlima. Bwana Yesu apewe sifa. Ukisoma hiyo Zaburi 50 utashangaa na Mungu. Anasema ukiweka sadaka zako mbele na dhabihu mbele zangu, sitakukemea. Kumbe tunakemea, ondokeni. Ondokeni hapa. Kwa sababu tunaabudu Mungu kwa mikono mitupu. Tunaabudu Mungu mikono mitupu. Lakini hao wazee unawaona hapa, hakuna siku hata moja waliabudu Mungu mikono mitupu. Samueli hakuabudu Mungu mikono mitupu. Musa hakuabudu Mungu mikono mitupu wala Haruni. Wanaweza pewa sifa. Na Mungu anasema ukimtolea sadaka zako, basi hata ukemea. Na hata kuondoa mbele ya uso wake. Na pia hata chukua ng'ombe wala beberu. So tusimuone Mungu. Nilikuwa naonesha vitu zingine hufai kuona shetani. Kwa sababu makosa zingine tunasifanya, alafu Mungu akifanya mambo yake mwenyewe, tunaona shetani. Tunaona waganga, tunaona wachawi, tunaona mapepo, tunaona manjini. Wakati ambapo Mungu anatupenda lakini hatutimizi mapenzi yake. Zile vitu Mungu anataka tumfanyia atufanyiage. Bwana Yesu apewe sifa. Tutaendelea na hii kitabu. Inasema Musa na Aroni miongoni mwa makuhani wake na Samueli miongoni mwao waliitao jina lake. Watu ambao wanaita jina la Mungu, walipomuita aliwaitika. Ni watu ambao waliitao jina la Mungu. Au unaitanga nani kwa wingi? Bwana Yesu apewe sifa. Ni nani sana sana unamuita kwa maisha yako? Maana Biblia inasema hawa watu watatu ni watu ambao waliitao jina la Mungu. Inasema walipoliita jina la Mungu, basi huyo Mungu aliitika. Namba 7. Katika nguzo ya wingu alikuwa akisema nao. Yaani Mungu alitumia vitu nyingi sana kusema nao watu. Hata leo hii kuna vitu nyingi sana Mungu anatumia kuongea na sisi. Amen, mtumishi Paul. Mungu hawezi kuja ongea naye ana kwa ana. Lakini kuna vitu nyingi sana atatumia kuongea na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Katika nguzo ya wingu alikuwa akisema nao. Walishika shuhuda zake
na amri alizowapa. So hiyo inatujibu, inatuambia kwa nini Mungu alisema nao. Walishika shuhuda zake na amri alizowapa. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi kitu naomba wiki hii, kwa sababu bado haijaisha, ni ujue kushika shuhuda za Mungu ama matendo makubwa ya Mungu, ujue kuyashika. Mungu aliumba bahari na hii miti unaona, na hii milima. Ni kitu ya maana sana kuishika, kujua huyu ni Mungu. Huyu ni Mungu alifanya hivi, si mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Kitu ya pili, kuna sheria ambayo Mungu alitupatia. Na mkumbuke huyu Mungu alimwambia mtu ambaye alikuwa anaitwa nani? Tomaso ama nani huyo, alimuuliza nitafanya nini nirithi ufalme? Huyu kijana alikuwa anaitwa nani? Nicodemus alimuuliza Yesu, nitafanya nini nirithi ufalme? Alimwambia atafanya nini? Mimi nashukuru Mungu sana, kwa sababu hata ukienda jehanamu ni shauri yako. Tushaambiwa kila kitu inafaa tufanye turithi ufalme. Amen my brother. Tushaambiwa kila kitu tutafanya turithi ufalme. Kama si Nicodemus, tungetukua tunajiuliza tutafanya nini turithi ufalme? Na unajua kile kitu tunang'ang'ania ni ufalme. Hakuna kitu kingine. Kila mtu anang'ang'ania ufalme. Kama mimi nang'ang'ania ufalme wa Mungu, najua nikipata ufalme nimepata kila kitu. Hizi vitu za dunia tu ni perishable. Ni vitu perishable. Ni vitu vya kuisha. Hata nyinyi mmeona ni vitu vya kuisha. Tulikuwa na president wetu Honorable Raila Odinga. Alikuwa na mali nyingi. Alilipa pesa mingi ya Kenya, na iko wapi sasa? Unaweza pata vitu nyingi za dunia, hata ukapewa mazawadi nyingi, lakini mwisho wake utaviacha perishable. So mahali alienda ni wapi? Halilithi ufalme, atarithi. Unajua bado mambo ya ufalme bado hatujafikia, mtumishi. Mtu akifa bado anatulia, angojea wengine nao wacheze mambo yao, wacheze mambo, wakutane, wangojee. Mtu akifa anangojea mwenzake, mwingine akifa anangojea mwenzake, mpaka ile agano Mungu aliweka iive. Kuna agano iliwekwa ile siku Yesu Kristo atatumwa, mpaka iive hiyo siku. Ndio sasa mtaambiwa wale wote wamekufa, amkieni sasa mniambie vizuri. Lakini mtu akifa anatulia. So president wetu bado anatulia, angojee siku ya hukumu. Sasa hiyo siku ya hukumu, atakuwa na ufalme wa Mungu ama atakuwa nao? Kwa sababu kuna miaka 1000 imewekwa kwa wale ambao walijitesa hapa duniani. Yesu akasema vile vile niliteseka, hata nyinyi mtateseka. Vile vile walinitukana, hata nyinyi watawatukana. Vile vile walinikataa, hata nyinyi watawakataa. Sasa wakikukataa unasema mimi sina Mungu. Wakikukataa unasema eti mimi ni kama Mungu anipendi. Ndiye Mungu alisema vile vile walinikataa, watakukataa. Wanaweza pewa sifa. Tunamwambia msione shetani. Wanaweza pewa sifa. Ambia mwenzako usione shetani. Ona Mungu kila wakati. Mwambie mwingine usione shetani. Ona Mungu kila wakati katika jina la Yesu Kristo. Naomba muone Mungu. Mtumishi, ona Mungu. Wanaweza pewa sifa. Ona Mungu. Mtisa, ona Mungu. Usione shetani. Hata ukilala nje, washukuru Mungu, mwambie Mungu, wewe umetaka nilala nje. Jina lako litukuzwe Mungu. Mimi Mungu sina mke. Wewe unataka Mungu nikae bila mke.
Na jina lako Mungu litukuzwe. Mungu, nimekaa Mombasa miaka 15. Mimi nimeona Mutiso miaka 15 hapo Mombasa. Na sijaona akienda kwa wazazi wake. Wewe mshukuru Mungu, mwambie Mungu, wewe ndio unajua kwa nini nilitupwa Mombasa. Wanaweza kuwa sifa. Baba, si ulikuja Mombasa? Ukapanda gari ukakuja. Mwambie Mungu asante kwa sababu ulikuwa na sababu ya kunileta. Na hivi ndio maisha yako inabadilika siku ya leo katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Msimuone shetani kwa jambo lolote. Usione shetani. Hata ukilala njaa usione shetani. Shika amri za Mungu. Shika shuhuda za Mungu. Hapo Mungu ataongea na wewe. Hapo Mungu atakujibu. Mungu atasema na wewe. Mimi naomba Mungu aseme na usiku wa leo. Wanaweza apewe sifa. Usiku wa jana Mungu amesema na mimi. Nani mwingine Mungu alisema na yeye? Mungu anasemaga na wanadamu mtumishi. Anakuja na anasema na wewe 1 2 3. Wanaweza apewe sifa. Mungu akubariki sana my brother. My brother nani? Joel. Nimeanza ibada na tuko na wageni wengi na sikuambia watusalimie. Watuambie majina yao. Brother Joel, Mungu anaongeaga na watu. This is my brother for long time. Wanaweza pewa sifa. Nimeishi kumwalika Easter Church. Na leo by miraculous tumekuwa na yeye hapa Easter Church. Wanaweza pewa sifa. Na yeye brother nani? Alfred. Alfred ni mshirika wa Easter Church. Mungu akubariki sana. Kuna mwingine Paul. Mungu akubariki sana. Amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Ni marafiki zangu na tumekuwa nao muda mrefu. Na leo wametutembelea. Bwana Yesu apewe sifa. So kitu ya maana mtumishi wa Mungu ukitoka hapa Paul, Alfred, Joel, Pastor Thomas, ni kutii shuhuda za Mungu. Yaani kutii shuhuda. Mungu ana ushuhuda mkubwa sana. Unatii ushuhuda wa Mungu. Kuna mwingine mtu akikufa akifufuka, watu wadai kusema ni Mungu. Na ujue ndio ushuhuda wa Mungu. Mungu ameokoa. Ushuhuda wako, yaani kuna ushuhuda. Nataka munielewe. Hawa watu walitii shuhuda za Mungu. Ushuhuda wako ni nini? Mungu aliniokoa. Mungu alinipa mke ndio huyu hapa. Na sasa Mungu akifufua mtu ambaye amekufa, huo ndio ushuhuda wa Mungu. Mungu akikupatia kazi, huo ndio ushuhuda wa Mungu. Sasa hawa watu walishika yale matendo ambayo Mungu aliwafanyia, waliyashika. Hawakusahau. Mungu alipowapigania kwa thunderstorm wakashika. Mungu alipokata bahari wakashika. Mungu alipopiga Wafilisti kwa mapigo 10 wakashika. Kuna matendo ambayo Mungu amewafanyia, muyashike. Mungu amelitoa Meru, ameleta Mombasa. Ni ushuhuda wa Mungu. Ushike. Kama si Mungu singefika. Mungu amekutoa nyumba ambayo ulikuwa umekodesha inanyesha, unakaa nyumba nzuri kwa stima, ni ushuhuda wa Mungu. Ushike. Mwendo ukiambia Mungu watu, Mungu amenitendea. So walishika shuhuda za Mungu. Na wakashika sheria za Mungu. Kuna ushuhuda na sheria. Hizo vitu mbili ukizishika, utaona Mungu anakuitikia. Mungu niende Germany, nenda. Na ujue Mungu akisema nenda, ulinzi wake ni mkubwa hiyo barabarani. Mungu hawezi kuambia nenda alafu ndugu yangu Joel akuache. Akikwambia go ahead, ujue amekutangulia. Kuna mtu alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa hii Kierere hii. Petro. Akaona
kama Yesu, akaona kama shetani. Yesu akamwambia sio shetani, ni mimi. Wanaweza wapewe sifa. Akamwambia basi kama si shetani ni wewe, nikubali nikuje. Yesu akamwambia njoo. Hiyo ni kuitikia. Kama ukai na Mungu vizuri, ukimwambia kitu atakataa, hawezi kuitikia. Lakini Petro akamwambia kama ni wewe Yesu, niambie nikuje. Njoo. Akamuitikia. Mambo mengine Daudi akauliza Yesu, niende Ekron? Akamjibu akamwambia enda Ekron. Enda. Kuna kuitikia na kuuliza swali. Yaani kuna kuitikia. Yesu nikuje, njoo. Kujibu swali, Yesu nienda Ekroni. Akamwambia Daudi enda Ekroni. Daudi alienda akafanikiwa, kazaa watoto karibu 5 hapo Ekroni. Na alikuwa anafukuzwa na Sauli. Akikimbia huko anakimbia huko. Mungu nienda Ekroni. Nenda. Hiyo ni kujibu. Naye akasema na wao. Alikuwa pia naye akisema na wao. Akiona kitu kizuri anawaongelesha. Ni mara ngapi Mungu amekuongelesha? Ukitoka hapa Mungu atakuwa anakuongelesha kila siku. Kwa sababu kila kitu unasema ni Mungu. Shuhuda zake unazishika. Sheria zake unazishika. Mungu atakuwa na uwezo wa kukuitikia, wa kukujibu, wa kusema na wewe na wa kuishi ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kama umesikia, pigia Yesu makofi, shangwe na vigelegele. Leo tuko na mambo mangapi po? 4. Mungu atuitikie, Mungu atujibu, Mungu aseme na sisi, na Mungu aishi kwetu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Amen. Mwambie Mungu, naomba uniitikie. Mwambie tu Mungu, naomba uniitikie. Mwambie naomba Mungu nikikuuliza swali unijibu. Mwambie naomba Mungu useme na mimi. Mwambie naomba Mungu ishi kwangu. Mtiso. Na Kigambo ukisema nikiuliza swali, Kigambo inasema aje? Mungu nikiuliza swali, Kikamba. Na Kikamba? Mbona Kikamba ni kusema Mungu. Mungu nikikuuliza swali. Na Kikamba? Try. Mtumishi wa Mungu Joel, jaribu na Kikamba. Museu, jaribu na Kikamba. Sasa Mungu nikikuuliza swali uniitikie. Nani anaweza tuambie Pastor Thomas? Mungu nikikuuliza swali uniitikie. Mungu Yes. Mwegai ndela kuona nonsogia. Mwegai ndela kuolia kikolio. Nonsolia. Nonsongia. Utanijibu. Mungu nikikuuliza swali. Utanijibu. Na Kimeru po? Mwaganda kule kiolio gansokeria. Na Gikuyu? Ndiye kuolia kiolio no gansokeria ngai. Amen. Kai, Mungu nikikuuliza kitu utanijibu. Mungu nikisema na wewe utaniitikia. Mungu unaweza ongea na mimi. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu utaishi kwangu. Bwana Yesu apewe sifa. Hizi vitu vinne tukitoka hapa, tusipractice kutambua sheria, yaani kushika sheria, shuhuda za Mungu
na kushika sheria za Mungu. Sheria za Mungu ni zile ambazo huyu Musa aliitwa akapatiwa sheria 10 ambazo aliambiwa usiue, usizini, usitumikie miungu, siku ya 7 uitakaze, uiabudu, heshimu baba yako na mama yako. So tutasoma kitabu ya Kutoka 6:13 to 30. Kitabu ya Kutoka 6:13 to 30. Kitabu ya Kutoka 6:13 to 30. Exodus 6:13. Exodus 6 mstari wa 13. Inasema nini? Hawakunisikiliza mimi, basi huyo Farao atanisikizaye mimi niliye na midomo isiyo tohara. Hiyo ni Kutoka 6 mstari wa 13 to 30. Inasema hivi: akawaagiza wawaendee wana wa Israeli na Farao mfalme wa Misri, ili awatoe hao wana wa Israeli katika nchi ya Misri, na saba ya Musa na Aroni. Bwana akanena na Musa na Aroni. Au ni watu tulikuwa tumesimamisha hapa mbele wawili. Mungu akanena na Musa na Aroni, akawaagiza waende. So sikia, Mungu anaongea nao watu. Yaani Mungu anaongea nao watu. Itakuwaje Mungu tupate nafasi ya Mungu kuongea na sisi? Utafanyaje? Yaani ukuwe recognized na Mungu mpaka aongee na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana akanena na Musa na Aroni, akawaagiza waendee wana wa Israeli na Farao mfalme wa Misri, ili awatoe hao wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Hawa ndio vichwa vya nyumba za baba zao, wana wa Rubeni mzaliwa wa kwanza wa Israeli: Anoki, Paulo, Esroni na Kami. Au ni jamaa za Rubeni. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona Mungu akiongea na nani? Na Musa, akawatuma ili waende kutoa wana wa Israeli kule Kanaani. Bwana Yesu apewe sifa. Kule Misri. Bwana Yesu apewe sifa. Ili wakapate kuwapeleka Kanaani.